Sasa hiyo ilifanya hivyo ndio huyo wa sasa. Ndio huyo. Yaani unajua hata kama unajua ni kweli Azam pia naye ana viwanja hivi anavitumia kwa sababu uwanja wake ule wa Azam Complex anatumia uwanja wa namna hiyo. Lakini naona kwenye timu zote hizi za Premier League, timu ambayo inajua namna ya kutumia kiwanja hiko haswa ni Young Africans. Kwa sababu hata ukiangalia wachezaji wake unajua hii ni timu ambayo wachezaji wake wana kasi zaidi ya timu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo viwanja hivi vya hybrid na hivi artificial turf, mpira wake unakuwa unatembea kwa kasi zaidi kwa sababu zile ni sio nyasi asilia, yani ni nyasi bandia ambazo mpira una accelerate kwa kasi zaidi. Kwa hiyo ukiangalia Azam mwenyewe hawana hiyo kasi. Yani kuna baadhi ya maeneo yani wamejitenga. Mfano kwenye base ya defensive yao poa kabisa. Ukija hapa katikati ndo wanao watu ambao wanaweza kugenerate. Na mbele pia wana wachezaji ambao wengine wana kasi, wengine hawana kasi. Ile ukija kwa Young Africans nenda kwenye defensive yao, yani wana watu wenye kasi zaidi. Nenda eneo la katikati, yani the same. Kwa hiyo yani unaona ni timu mbili zinazokutana ambayo moja imekamilika zaidi, nyingine ndo ni timu ambayo inajijenga zaidi. Unajua hata Ibenge sasa hivi yupo kwenye ile modi ya kukisuka kikosi, hayupo kwenye engo ya kucompete. Na ndio maana ukija kuangalia Azam FC na Young Africans wame variation ya points nyingi, si ndio? Kwa hiyo inaleta justification ya kwamba hawa wanatengeneza, hawa wapo kwenye piki yao, yani